Mtazamaji, karibu Bukelebe TV na kwanza ni muhtasari wake. Kanisa la Waadventista wa Sabato limehitimisha rasmi siku 10 za maombi maalum zilizoanza tarehe 7 Januari na kuhitimishwa tarehe 17 Januari 2026. Zikiwa na mada kuu kufunguliwa. Habari kamili. Kanisa la Waadventista wa Sabato limeendesha kwa mafanikio siku 10 za maombi maalum kuanzia tarehe 7 Januari hadi 17 Januari 2026, zikiwa na lengo la kutafakari neno la Mungu, kuomba kwa unyenyekevu na kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kila siku. Maombi haya yalifanyika kila siku katika makanisa mbalimbali yakibeba mada kuu ya kufunguliwa. Tarehe 17 Januari 2026, maombi hayo yalihitimishwa rasmi katika kila kanisa, na huko katika kanisa la Waadventista wa Sabato Maji ya Chai, ibada ya kuhitimisha iliongozwa na mchungaji wa mtaa huo, Mchungaji Askofu Lupilia. Katika ibada hiyo, washiriki waliongozwa katika maombi maalum ya shukrani na kujitathmini, wakimwomba Mungu kuendeleza kazi aliyoifanya katika kipindi chote cha siku 10 za maombi. Wapokee Yesu, waumbe upya katika mioyo yao. Acha wakaone wivu wako katika maisha yao ya kila siku. Mungu wa mbinguni, kama kuna waliokuwa wanatafuta kazi, uwapatie kwa jina lako. Na walio na kazi, Bwana, mkono wako uwe pamoja nao, wasije wakaachishwa katika hizo kazi. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Hannahi lililopo wilayani Igunga, siku hizi 10 za maombi ziliongozwa na Mchungaji Lucas Ndibato. Katika mfululizo wa mafundisho yake, aliwaonya washiriki dhidi ya tabia ya kumtafuta Mungu pale tu mambo yanapokuwa magumu. Badala yake, aliwahimiza waumini kujifunza kumwomba Mungu kila wakati. Ibada zote katika kanisa hilo zilikuwa zikirushwa mubashara kupitia Gold of Hope TV. Tunasubiri mpaka mambo yafanye nini? Yawe magumu ndio tuanze kumtafuta Mungu. Sikiliza, jifunze kuwa na tabia ya kumwomba Mungu kila wakati, ili awe na tabia ya kuyaondoa matatizo yako kabla hayajatokea. Nchini Tanzania, katika kanisa la Adventista wa Sabato kwa Mrumbo jijini Arusha, Mchungaji Baraka Gao aliyekuwa akiongoza maombi hayo alielekeza kuwa moja ya sifa za watu wenye nia ya Kristo ni kuomba si kwa ajili ya mafanikio ya kuangamiza wengine, bali kuwaombea hata wale waliowakosea. Wale wenye nia ya Kristo hawaombi wafanikiwe ili waringie wengine. Wenye nia ya Kristo wanaombea hata waliowakosea, ili katika topu ya mafanikio wamuone Kristo katika maisha yao. Katika jiji la Dar es Salaam, kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge nalo liliendesha hizi siku 10 za maombi, huku ibada zikirusha kupitia Mwenge SDA Media, Abel Imani TV na JB Studios TV. Mchungaji wa mtaa huo, Mchungaji Gerard Nyakrere, aliwafundisha washiriki umuhimu wa kusameheana na kusisitiza kuwa msamaha ni kielelezo cha kweli cha maisha ya Yesu Kristo. Msamaha ni zawadi unayojipa wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Msikia mchungaji mmoja akisema hivi: mtu asiyetaka kuwasamehe watu ni sawa na mwanamume au mwanamke ambaye anaenda anachukua limkaa la moto linalowaka kabisa, alafu akameza, anatarajia mwingine ndiye aungue. Halo? Yule ambaye hawezi kufanya nini? Kusamehe. Na ndicho hicho kinachoonekana. Yesu Kristo kielelezo cha pekee, Baba wasamehe maana wajui wafanyalo nini walitendalo. Kwa hiyo anachozungumzia, kama kuna kitu cha pekee, upendo wako, karama zako, shughuli zako unapotumika katika shamba la Bwana, je, kielelezo chako ni nani? Nani anayefanya ukaimba kanisani? Nani aliyekupa taaluma ya kufanya kazi hiyo huko serikalini? Nani anayekuwezesha kufanya lolote? Ndio maana anasema huyu Kristo katikati ya udhaifu wetu, katikati ya dhambi zetu, wakati tungali tukiwa wachafu, wasiostahili, eti yeye alikuja akafanya nini?
akatupenda. Upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwongozo, ambako ibada zilikuwa zikirushwa kupitia Mwongozo SDA Church, Mchungaji Shadikieli Shehemba alifundisha kuwa moja ya sababu kubwa zinazofanya maombi yasijibiwe ni kukumbatia dhambi fulani, na kuwashauri waumini kupambana na dhambi, kutafuta msamaha na kuishi maisha ya utakatifu. Hatujibiwi maombi yetu kwa sababu huenda kuna kadhambi umekakumbatia. Pambana miguuni pa Yesu akusamehe dhambi zako, uwe mtakatifu kama malaika. Bwana anajibu maombi na Bwana atatenda kwa ajili yako. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Namanga lililopo mpakani mwa Tanzania na Kenya, Pastor Shukuru Msweta aliongoza siku hizi 10 za maombi. Katika mafundisho yake alisisitiza kuwa maisha ya kweli yanapatikana katika uhusiano wa karibu na Yesu Kristo, na kuwasihi washiriki wote kudumisha uhusiano huo kila siku. Maisha ya kweli, true life, maisha ya kweli, true life, hupatikana katika uhusiano, katika true relationship. Na washiriki wote wana Namanga katika jioni ya leo, all people here at Namanga today, nataka niwaambie ya kwamba I want to do that. Maisha ya kweli, true life, maisha ya kweli, true life, hupatikana katika uhusiano. Kwa hiyo nikiwa na uhusiano mzuri na huyu Yesu, so once I have good relationship with Jesus, endapo nikimuomba jambo lolote katika maisha yangu, once I pray for him, na yale akiona jambo hili ni jema katika maisha yangu, once Jesus said that this are good for me, kwa sababu nina uhusiano mzuri, because I have good relationship, basi huyu Mungu ataweza kunipatia. This God can give me. Kwa upande wa vyombo vya habari, Mchungaji Kelvin Ahadi alirusha mafundisho ya siku zote 10 kupitia Bible TV Tanzania. Katika moja ya mafundisho yake alikumbusha waumini kuwa sisi ni wapitaji tu hapa duniani. Hivyo aliwahimiza kusameheana, kupendana na kujiona bora kutokujiona bora kuliko wengine. Maisha ya kujiona kama mimi ni bora kuliko mwingine, hayo sio maisha yatakayonisaidia mimi kufika mbinguni. Ngoja nikwambie, kukaa kanisani sana na kusali na kuomba sana hakutakusaidia wewe kuingia mbinguni. Lakini kitakacho kusaidia wewe kuingia mbinguni ni kumruhusu Roho aingie ndani ya moyo wako. Maana akiingia ndani ya moyo wako atakusaidia, yale matunda ya Roho Mtakatifu utaweza kuyaonyesha kwa wengine. Naye Mchungaji Frank Eliakim, ambaye alihubiri kwa siku zote 10 kupitia Bukelebe TV na TV Tanzania kwa njia ya mtandao, aliwaonya waumini kuwa kumpokea Yesu Kristo haimaanishi kukosa changamoto, akitolea mfano wa Yesu Kristo mwenyewe aliyepitia majaribu makubwa. Kwa hiyo anaweza kaleta shida, anaweza kaleta magonjwa, anaweza kaleta huzuni, anaweza kaleta mateso, mkateswa. Na kuna wengine wanadhani kwamba kisha mpokea Yesu basi hawezi ukateswa, hawezi ukapatwa na changamoto. Sasa labda nikuulize, Yesu mwenyewe alijaribiwa, Yesu mwenyewe alichukiwa, Yesu mwenyewe aliteswa mpaka akauawa. Sasa itakuwaje kwako wewe mfuasi? Nchini Kenya, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kilgoris, mwinjilisti Carlos Albert aliwaongoza washiriki katika maombi na kuwahimiza kuomba kujazwa na Roho Mtakatifu, na kuelekeza kuwa humo ndimo kunakopatikana nguvu ya kuwasaidia watu wenye mahitaji. Wale wote ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu watawachukulia wenye mahitaji na kuwaona ya kwamba wanahitaji msaada wao. Wanahitaji msaada wao. Iwe ni yatima, iwe ni wajane, iwe ni masikini, tutawachukulia kwamba wanahitaji msaada wetu. Bwana asifiwe. Swali la msingi kwangu na kwako, unawachukuliaje wenye mahitaji? Na katika kundi la Changwahela lililo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Sabato ya kuhitimisha siku hizi 10 za maombi imekuwa baraka kubwa baada ya watu wapatao 5 kutoa maisha yao kwa Yesu Kristo.
Kwa ujumla, siku 10 za maombi ya kufunguliwa zimeacha alama kubwa ya kiroho kwa waumini, zikihamasisha kuishi maisha ya maombi, msamaha, toba na uhusiano wa karibu na Mungu, huku zikithibitisha kuwa maombi ya pamoja yana nguvu ya kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha ya watu. Kwa mkusanyiko wa habari hizi kutoka kwa kusanyaji wetu walioko makanisa, habari hii imesomwa nami Yustasela Joni na hii ni Bukelebe TV.